Othman Masoud Othman, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, makamu wa pili wa rais, Mheshimiwa Sheikh Saleh Omar Kabi, mufti mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Amani Abedi Karume, rais mstaafu wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, rais mstaafu wa Zanzibar, Mheshimiwa makamu wa pili wa rais mstaafu Balozi Saif Ali Idi, mwenza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Hafidh Ameir, na wenza wa viongozi wakuu wote mliopo hapa, Mheshimiwa Zubair Ali Maulid, spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Khamis Ramadhani Abdallah, jaji mkuu wa Zanzibar, mwanasheria mkuu wa Zanzibar Mheshimiwa Sheikh Hassan Othman Gwali, kadhi mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Mwalimu Dr. Harun Ali Suleiman, waziri wa nchi ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri mliopo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya mliopo, katibu mkuu kiongozi na katibu wa Baraza la Mapinduzi, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu, wabunge na waheshimiwa wawakilishi, viongozi mbalimbali wa serikali na wa vyama vya siasa mliopo hapa, waheshimiwa mabalozi, viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, ndugu wanahabari, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia neema ya uhai na kutuwezesha kuifikia siku hii ambapo Waislamu na wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla tunaungana na Waislamu wa mataifa mbalimbali duniani katika kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Sikukuu hii ni neema kutoka kwa Mola wetu mtukufu baada ya kukamilisha kwa salama mfungo wa mwezi mtukufu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu azikubali funga zetu na ibada zetu zote tulizozifanya na atulipe malipo mema. Ndugu wananchi, kwa hakika leo ni siku ya furaha ya kuungana na familia, ndugu, jamaa na marafiki kwa kutakiana kheri ya sikukuu, kula pamoja, kupeana zawadi, kutembeleana na kwenda kuwakagua wagonjwa. Na kwa kufanya hivyo tutakuwa tunaishukuru neema hii aliyoturuzuku Mwenyezi Mungu na tunaendeleza mila na desturi walizotuachia wazee wetu. Sambamba na hayo, tuna utamaduni wa kuwa na baraza la Idi ambayo ni fursa nyingine ya kuungana pamoja katika kusherekea sikukuu ya Idi, kupeana nasaha na kuiombea dua nchi yetu tuzidi kupata mafanikio. Napenda kutumia fursa hii kutoa salamu zangu za Idi kwenu nyote mliohudhuria baraza hili la Idi, kwa Waislamu na wananchi wote wa Zanzibar na wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kutakieni nyote na familia zenu sikukuu njema yenye kheri na baraka nyingi kwa utukufu wa siku ya leo. Ndugu wananchi, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tulioukamilisha jana, tuliweza kutekeleza mambo mbalimbali ya kheri ambayo kwa kiasi kikubwa yaliweza kuhuisha imani zetu na uchamungu. Hivyo basi, ni wajibu wetu kuendeleza mwendo huo mwema katika miezi iliyobakia, ikiwa ni namna bora ya kunufaika na mafunzo yatokanayo na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bila ya shaka Mwenyezi Mungu ametuwekea mwezi wa Ramadhani kuwa ni kipindi maalum cha kujifunza kuwa wacha Mungu kwa kufanya mambo mema anayoyaridhia na kujiepusha na makatazo yake, ili tuweze kupata mafanikio hapa duniani na kesho mbele ya haki. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuwezeshe kuhudumu katika mwendo huu mwema. Amin. Ndugu wananchi, miongoni mwa mambo ambayo tuliyafanya katika mwezi wa Ramadhani ni kuonyeshana moyo wa mapenzi, huruma na hisani kwa kutoa sadaka ili kuwasaidia watu mbalimbali wenye uwezo mdogo wa kukidhi mahitaji yao, wakiwemo wazee, wajane, watu wenye ulemavu na watoto yatima. Ni dhahiri kuwa sadaka walizopata wenzetu hawa ziliwasaidia sana kuondoa usumbufu wa upatikanaji wa futari na daku na kuwawezesha kutekeleza ibada ya funga bila ya kuwa na wasiwasi wa kupata mahitaji yao muhimu.
Niwasihi tuendelee na mwendo huu mwema wa kusaidia watu wenye mahitaji mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku. Hakika utoaji wa zaka na sadaka ni mambo yanayohimizwa katika Uislamu kutokana na faida zake katika jamii. Tunafundishwa kuwa miongoni mwa faida hizo ni kuitakasa nafsi ya mtoaji. Aidha, husaidia kuondoa chuki na husda na kuijenga jamii yenye umoja, mapenzi na mshikamano na kuimarisha ustawi na uchumi. Hakika haya ni mambo ya msingi ambayo jamii yetu inayahitaji. Napenda kutumia fursa hii kwa mara nyingine kutoa shukrani kwa watu wote waliotoa sadaka zao kwa madhumuni ya kuwasaidia wenzetu wenye mahitaji mbalimbali katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, awaongezee baraka katika shughuli zao na wapate mafanikio zaidi. Ndugu wananchi, tuna wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutudumisha katika hali ya amani, tukaweza kuitekeleza ibada ya saumu na ibada nyingine tulizozitekeleza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa utulivu mkubwa. Kwa baraka ya siku ya leo, tunamuomba Mola wetu mlezi atujalie kuilinda na kuidumisha neema hii ya amani tulionayo, hususan katika mwaka huu ambapo nchi yetu inakabiliwa na uchaguzi mkuu mwezi wa Oktoba. Kila mmoja wetu kwa imani yake tuendelee kuiombea nchi yetu ili Mwenyezi Mungu atuvushe salama. Ndugu wananchi, kwa lengo la kuhakikisha tunasherehekea sikukuu hii kwa amani na furaha, napenda kuzihimiza mamlaka zinazohusika kusimamia usalama katika viwanja vya sikukuu na katika barabara zetu. Kwa kawaida katika kipindi cha sikukuu kunakuwa na harakati nyingi za matumizi ya barabara. Hakikisheni sheria za usalama barabarani zinazingatiwa ili kuepusha ajali zinazoweza kuepukika. Aidha, hakikisheni watoto wetu na wananchi kwa ujumla katika viwanja vyote vya sikukuu wanakuwa salama dhidi ya vitendo vinavyoweza kuharibu amani na furaha zao. Ndugu wananchi, nachukua fursa hii kuwatakia kheri na maandalizi mema Waislamu wenzetu wanaojiandaa kwenda kutekeleza ibada ya hija mwaka huu huko Maka. Tunamuomba Mwenyezi Mungu awajalie wenzetu hao matayarisho mema na awape afya njema ili wafanikiwe kwenda kuitekeleza ibada hiyo. Tunaombea safari njema na Mwenyezi Mungu azikubali ibada zao zote na kisha awarudishe nyumbani kwa salama. Ndugu wananchi, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kukutakieni nyote sikukuu njema ya Eid al-Fitri yenye furaha na amani. Napenda kutoa shukrani kwa kamati ya kitaifa ya sherehe na mabaraza ya Eid kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii. Shukrani maalum nazitoa kwa vijana wetu wa kasida kwa kusherehesha na kutupa ujumbe wenye mnasaba wa shughuli hii. Aidha, nalishukuru jeshi la polisi kwa kufanikisha sherehe hizi kwa paredi maalum. Na kushukuruni nyote mliohudhuria katika baraza la Eid na wale wanaofuatilia kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Kwa baraka ya siku ya leo, tunamuomba Mwenyezi Mungu awape shifa wagonjwa wetu walioko hospitali na majumbani. Mwenyezi Mungu awarehemu wazee wetu, mashehe na walimu wetu, ndugu jamaa na marafiki na Waislamu wote waliotangulia mbele ya haki. Awape malazi mema peponi na sisi tulio hai atupe hatima njema. Mwenyezi Mungu aizidishie nchi yetu neema na baraka ili tuzidi kupiga hatua za maendeleo. Baada ya kusema haya, na kutakieni nyote kheri ya Eid al-Fitri. Mwenyezi Mungu ajalie iwe ya kheri kwetu sote na atudumishe katika amani tulionayo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.